yani pointi 3, alama 3 wanakuwa wanatembea nazo. Bana, tuanze kwa kuangazia kwenye mchezo wa mapema ambao ulipigwa hapo jana, mchezo wa saa 10 jioni katika dimba la KMC Complex, ambapo Young Africans walikuwa wenyeji wa Fountain Gate. Mchezo ambao ulimalizika kwa Yanga kupata ushindi wa mabao 2-0, bao la Prince Mpumelelo Dube kwa mkwaju wa penalty, lakini pia bao la pili lifungwa na Pacome Zozo ambaye yeye alitokea bench na kuja kuscore moja kati ya bao ambao lilikuwa lina ufundi ndani yake wa kipekee kabisa. Wakati tuliuzungumza huu mchezo, na ni mchezo ambao tuliweka wazi kwamba kuna mazingira ambayo ndugu zetu wa Fountain Gate watakuwa na ugumu sana kushinda mbele ya Yanga. Ni ushindi ambao Yanga wameshinda, lakini kwa kile ambacho tulikiona Algeria hakikuonekana kwenye mechi ya jana. Kuna eneo lote ambalo Fountain labda walifanikiwa kuwapunguza Yanga, au ni mabadiliko ambayo pia mwalimu aliyafanya isababisha tukaona licha ya ushindi lakini ule ukubwa ambao tulisema wa Algeria Fountain shughuli itamkuta. Sababu ya Yanga kutocheza kwenye rhythm yake ya hizi mechi mbili zilizopita za kimataifa, sababu ya kwanza ni aina ya kikosi ambacho alianza nacho. Tukumbuke kwenye hizi game mbili ambazo Yanga ametoka kucheza, Yanga mara nyingi ulikuwa unaona mashambulizi ya kijengo kutoka lile eneo la chini. Meaning nyuma alikuwa na watu ambao wako comfortable na mali mguuni, wana uwezo wa build up, wana uwezo wa kupasiana wao wenyewe, mpira ukaanza kutembea kwenye system ambayo inaeleweka. Lakini jana kwenye eneo la goalkeeping kulikuwa kuna Abdultwalib Msheri, kwenye eneo la mabeki wawili wakati alianza Frank Asinki pamoja na Dickson Job, huku fullback mmoja akiwa ni Chadrak Boka. Ulikuwa ukiangalia attempt nyingi ambazo zilikuwa zinafanyika kutoka eneo la nyuma, mara nyingi zilikuwa zinaanza kwanza kumfikiria Dickson Job yeye ndiye achezeshe timu akiwa kama Solomon kutoka kwenye ile eneo la chini, kwa sababu eneo la goalkeeping mtu kama Abdultwalib Msheri yeye sio mzuri kwanza kupasiana zile pasi fupi fupi, lakini pia hata inapotakiwa kupiga pasi ya mita 40, pasi ya mita 50, kuspot mkimbio wa mchezaji fulani ambao labda yuko kwenye upande mmoja wa uwanja kidogo, nayo ilikuwa inaleta changamoto. Kwa hiyo Yanga wakawa mara nyingi wana opti kuunda mashambulizi yao kupitia Dickson Job peke yake. Kwa hiyo tayari hapo kuna kitu kikubwa sana utakipunguza iwapo unaanza kujenga mashambulizi kutoka kwenye ile phase ya chini. Lakini kutoka eneo la katikati kwenda kwenye eneo la mwisho la uwanja, eneo hili ambalo kulia alikuwa anacheza Ofen, kushoto alicheza Celestine Ekua, katikati yao alicheza Modumbia. Ekua pamoja na Ofen Chikola, hawa ni mawinga wa kucheza kwenye touchline. Ni wale mawinga ambao wanakaa kwenye mapana ya uwanja. Sio mawinga ambao utawategemea wa invert kuja kucheza kwenye eneo la ndani ili at least kutengeneza idadi ya watu wengi karibu na uso wa goli. Kwa hiyo mara nyingi ilikuwa Yanga akipata mpira, mchezaji pekee ambaye yuko mbele ya kiungo namba 8 anakuwa ni Modumbia. Labda kwa kuna movement ya mtu kama Prince au amedrop nyuma, kwa kuna almost watu wawili ambao hawa ndio mnaweza mkawapasia. Sasa hawa watu wawili mara nyingi wakawa wanajikuta wako katikati ya msitu ya wachezaji wengi wa Fountain ambao jana walikuwa wanacheza katika muundo wa kupaki basi. Kwa hiyo Fountain nyuma wako wengi, halafu katikati ya msitu wa wachezaji wa Fountain mpo wa wachezaji wawili tu wa Yanga. Kwa hiyo kana jikuta kwamba pasi ambazo wao wataziunda mara nyingi zinaenda kuishia kwenye miguu ya watu wa Fountain, kwa sababu tu either watazi intercept pasi hizo, ama pale ambapo Dumbi atataka kugeuka kuanza kutafuta eneo la kupeleka pasi, lazima atakuwa blocked, either atakabwa kwenye mguu moja kwa moja, kwa sababu wachezaji wa Fountain wanakuwa wengi kwenye ile eneo. Attempt kadhaa za kupasia mpira uende moja kwa moja kwenye eneo la 18 nazo zikawa zinaleta shida, kwa sababu Prince huduma hapati. Kwa hiyo naye inabidi atoke eneo la 18 aje aombe mpira kwenye eneo la chini. Kwa Yanga wakaopti kushambulia kwenye mapana ya uwanja, ambako kwa kushambulia kwenye mapana ya uwanja kipindi cha kwanza ndiko alikwenda kutengeneza nafasi ya goli, kwa sababu ukiangalia ile penalty ilisababishwa na mpira ambao ulitoka eneo la katikati ukapelekwa wide, ikapigwa cross kutoka mapana ya uwanja, ambapo alienda kupiga cross ile alikuwa ni Dumbia ambaye ilibidi atoke eneo la katikati kujaribu kutafuta space ya kuchezesha timu, akaenda kulia akapiga cross penalty. Kwa hiyo kidogo kuipeleka timu kwenye mapana ya uwanja ikawa imewasaidia Young Africans kupata option nyingine ya kufikisha mipira kwenye eneo la 18. Kwa hiyo tayari hiyo ni tofauti na namna ambavyo Yanga alizicheza hizi mechi mbili ambazo tumezishuhudia hapa nyuma. Ukija ukiangalia kipindi cha pili kidogo alipokuja kuingia Pacome, ndio timu ikaanza kupata aweni ya kucheza katikati, kwa sababu Pacome kitu pekee alichokuwa na offer Young Africans ni kwamba yeye ana ile comfortability ya kuoperate katika msitu ya wachezaji wa timu pinzani, kwamba utampa mali, ana uwezo wa kupunguza watu wawili, kama hamna njia kwenda mbele tena ana uwezo wa kuhold mali mwenyewe, ata release mali akiwa kwenye eneo la katikati, kwamba haogopi mtu
mtu anayekuja kumpress, haogopi mtu anayekuja kumpokonya mipira. Kwa hiyo maana ukiangalia alivyokuja kuingia Pacome, kidogo Yanga ikaanza kucheza mpira kwenye lile eneo la katikati, lakini bado wakati yeye anaingia kuchezesha timu kutoka kwenye lile eneo la katikati, akanajikuta kwamba tayari rhythm ya timu ishapoa. Kwa hiyo mara nyingi matukio mengi yakawa ni ya kwake yeye binafsi, contrary to kwenye hizi mechi nyingine za hapa nyuma ambapo matukio mengi yalikuwa yanamhusisha yeye pamoja na system nzima ya timu. Kwa hiyo ukija kwa sasa kufanyia tathmini Fountain, wao wenyewe kwa namna ambavyo wali-approach ile game ya jana, wao kila walichokuwa nakifanya kilikuwa below average. Yani hakukuwa na kitu chochote ambacho Fountain wangeweza kujivunia kwenye ule mchezo wa jana. Sio kwenye kukaba, sio kwenye kumiliki mpira, wala sio kwenye kutengeneza mashambulizi. Kwa kutoa challenge yoyote. Hamna challenge ambayo walikuwa nayo jana uwanjani. Kwa hiyo ni game fulani ambayo Young Africans wao wenyewe ndio walio dictate game, wao wenyewe ndio waliofanya matokeo ya vile. Ingekuwa Young Africans wapo kwenye ule ubora wao, yawezekana tungeshuhudia scoreboard ambayo tumeishuhudia msimu uliopita, kwa sababu msimu uliopita mechi mbili Fountain alifungwa goli 9, 5 ya kwanza, 4 game ya pili. Yawezekana Yanga angekuwa kwenye ile rhythm yake, hata game ya jana ingekuwa na scoreboard ya aina hiyo. Changes kwenye kikosi? Changes kwenye kikosi kama nilivyogusia, inaweza ikawa ilikuwa ni za ulazima. Zilikuwa ni changes za ulazima, na ndio maana zilipelekea rhythm ya timu kidogo kubadilika. Yani zilikuwa ni changes ambazo mwalimu alifikiria. Kwanza umetoka kwenye game za kimataifa ambazo zimechosha wachezaji, fatigue imeingia kwenye miili ya wachezaji. Half weekend tena una game nyingine ambayo obviously ni ngumu, unaenda kucheza dhidi ya Coastal Union. Kwa hiyo mwalimu alifikiria vitu vya aina hii kwamba okay, sasa jaribu kuingiza wachezaji ambao yawezekana kwenye kikosi cha Yanga wasio wachezaji wa muhimu sana, lakini kwenye game versus Fountain ni wachezaji ambao bado Fountain hawezi kwa match. Yani uwezi ukaenda ukamweka Sinki kwenye game ya Fountain alafu utegemee Fountain na dominate. Uwezi ukaenda ukamchezesha kwenye mapana ya uwanja mtu kama Ofe alafu utegemee Ofe au ushindi na wachezaji wa Fountain. Kwa hiyo ilikuwa ni mabadiliko ya lazima, ambayo mabadiliko haya yalipelekea tu rhythm ya timu kubadilika, lakini bado tuliona Yanga wakiwa dominant kwenye ule mchezo. Kuna level ambayo inawezekana tumefika tukasema kwamba Yanga bila Pacome kuna uyanga unapungua. Yani kama kuna nyakati ambazo tulikuwa tunasema Barcelona bila Messi, mpaka leo yani kuna sema bwana Barcelona ni Messi. Inawezekana kwa hii misimu miwili kuna eneo ambalo yani unavyoiona Yanga iwe imetimia lazima umuone Pacome kwa sababu ya impact ambayo pia jana alikuwa nayo, kwa sababu kaingia kafunga goli, lakini kuna momenti zake ambazo zilikuwepo. Kuna utofauti ambao Pacome anao na wachezaji wengine wengi sana Yanga mpaka kwenye ligi kuu Tanzania. Namna ambavyo anatumia maarifa zaidi ya akili kwenye matukio ambayo watu wengi wana anticipate hivi, yeye anafanya hivi. Mfano goli alilofunga jana. Yawezekana watu walikuwa wanaangalia mpira mpaka goalkeeper wa Fountain Gate, wote walitegemea pale Pacome atapata mpira amfinye goalkeeper aende wide akafunge. Lakini alichokifanya yeye, ule mguso wa kwanza kumfinya goalkeeper, mguso mkwanza ulikuwa ni wa kutuliza mali. Amecontrol mali kwenye eneo ambalo goalkeeper anaondoka, ile ende akazuia upande mwingine, ndio kapiga mpira pale pale. Kwa hiyo kuna vitu viwili ambavyo anaviimprove, kwamba cha kwanza ni yeye mwenyewe ule uwezo wake wa kutumia maarifa, alafu cha pili namna ambavyo wapinzani sasa wameanza kumuona Pacome kama mchezaji wa utofauti. Yani kuna treatment fulani ambayo wapinzani wakishamuona Pacome, kuna namna ya utofauti tu utaanza kuichukulia Young Africans kwamba okay, tunaenda sasa kudili na Yanga ambao ndani ipo Pacome. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Yanga watakimiss, kwamba kuna ile aweni mpinzani atakuwa nayo wasipomuona Pacome uwanjani, kwamba Pacome hayupo. Kwa hiyo sasa hawa watu tunadili nao vipi? Hebu ukimark fulani yawezekana ukawa umeiua timu. Kwa hiyo ukiangalia nenda kamzuie Dumbi asichezeshe timu. Ukimzuia Dumbi asichezeshe timu, unajikuta wachezaji wengine wengi ambao wanategemea service ya Dumbi na wao umewazima. Ukimzuia Max, unajikuta tena wachezaji wengine ambao wanategemea huduma kutoka kwa Max umewazima. Kwa hiyo sasa akiingia Pacome kudeal naye binafsi, yani kwamba kusema nataka nianze kumfanyia Pacome man to man marking, hiyo ni kazi bure, kwa sababu huyu ni mtu ambaye ukisema mfanyie man to man marking, sasa hivi yuko kulia, dakika ya 10 yuko kushoto, dakika 15 yuko katikati, dakika inayofuata yuko kwenye eneo la 18. Kwa unajikuta kwamba versatility yake na vuruga wapinzani kiasi kwamba kuna muda hata wapinzani inabidi tu muache awe huru adili, yani utegemee yeye binafsi aanze kufanya makosa yake yeye mwenyewe, lakini sio kumzuia yeye. Kwenye performance ya Young Africans Nsajigwa, kuna wachezaji ambao saizi tayari watu wameshakuwa na uhakika nao, na kuna wachezaji ambao wamekuwa bwana huyu leo akitupa fresh, asipotupa fresh. And by the way, mchezaji ambaye mwingine sijajua kwa nini amekuwa labda zingatiwa labda nafasi anayocheza Duke Abuya, hata ile pasi jana alivyopiga, mchezaji wa kawaida huwezi kuweka pasi pale. Yani position ya Pacome na eneo ambalo aliweka pasi Duke Abuya, yani kama una akili ya kawaida huwezi kuweka ile pasi pale. Yawezekana
kwenye huu msimu Duka anacheza zaidi eneo la namba 6 kiasi kwamba watu wanasahau Duka Buya ni namba 8. Yani ile anapoipiga kama alichokifanya jana ni vitu ambavyo Duka Buya amevifanya. Sababu tunapozungumza Duka sasa hivi ana miaka 30. Ni vitu ambavyo amevifanya kwa almost miaka 10 akicheza kwenye hilo eneo la namba 8. Kwa hiyo ni mchezaji fani ambaye amewapa Young Africans hiyo faida kwamba unaweza kumtumia namba 6 akakupa, unamtumia eneo la namba 8 kwenye matukio kadhaa akakukumbusha kwamba mimi namba 8 afu kuna pasi za inafanya nitapiga. Ndio kile alichokifanya jana. Na ukikutana na Duke Buya siku hiyo labda anapiga box to box au central midfielder yenyewe vile ndo aina ya vitu ambavyo anavifanya. Sema na yeye alikuwa na bahati mbaya wakati anakuja Yanga tayari chini alikuwepo Aucho. Alafu kwa kuna mwanaume mwenyewe Mudathiri, kwa hiyo kuingia alafu kuna Maxi pia. Kwa hiyo nafikiri msimu Duke ameonyesha ziada na kitu ambacho anacho. Faida aliyoipata raundi ya pili ni kwamba alimkuta Halid Aucho ambaye ameanza kupata majeraha. Kwamba yale majeraha ya Halid Aucho yakana mlazimu mwalimu kumtumia Duka Buya kwenye ile eneo. Kwa hiyo alipopewa ile nafasi ameamua analipa kwa kweli. Mchezaji ambaye jana alikonga comment za mashabiki Celestine Ekua anakuambia bwana huyu Ekua balaa limekuwa zito. Shida nini? Kwa sababu ukimuona kuhusika kwake kwenye mchezo ni pakubwa. Ekua anaonekana sana kwenye mechi. Movement zake, positioning unamuona. Lakini huyu bwana kwenye kizungu tunasema end product, yani kitu cha mwisho kinachofanyika. Zao lake la mwisho. Changamoto yake ni nini? Ni mchezaji mzuri anaonekana. Ujue kwa ambao wanalalamika, ambao wana comment maoni hasi na waelewa kwa uhalisia ambao kinaonekana hivi sasa sio kitu kizuri. Kwa sababu ni mchezaji ambaye amekuwa na vitu vingi sana, lakini zao la mwisho lijaa zuri. Hiyo nakubali. Lakini sasa kwa ambaye ni mgeni na mchezaji, yani ndio kwanza haja kamaona Yanga. Anaweza katoa maoni yoyote kwamba huyu bani mbovu au ndio uwezo wake. Lakini kwa yule mtu ambaye alipata nafasi ya kumshuhudia Celestine kabla ya Yanga, ule sio uwezo wake. Kama jana nilitoa mfano hapa, nilimuuliza Brain, anamfahamu vizuri Max Nzengeli. Labda leo hii aende ligi ya Kenya. Alafu awe anatoa kiwango kama cha Joshua Mutale. Atakubaliana kwamba yule ndo Maxi au kuna vitu viko sawa? Kwa nini kiwango cha Joshua? Lakini jibu likajepesi tu kwamba itakuwa sio yeye. Kwa sababu wake sana unajua. Kwa hiyo nawe Ekua sio yeye. Kwa hata mimi uwezo wa Celestine Ekua naujua. Kwa mfano kwa msimu uliopita moja ya wachezaji ambao walikuwa namba nzuri za magoli ilikuwa ni yeye. Alikuwa na uwezo mzuri sana kushinda mpambano ya mmoja baina mmoja yeye na madefender. Alikuwa na uwezo mzuri sana kuscore magoli akiwa kwenye nafasi, lakini pia hata kutengeneza nafasi. Ile zao la mwisho aliingia kwenye orodha ya wachezaji wanaogombania mchezaji bora MVP wa Ivory Coast. Akaenda alishinda goalkeeper Idrissa wa Zoman. Na sio tu kwenye ligi ya ndani, paka michuano ya kombe la shirikisho msimu uliopita alikuwa anafanya vizuri. Yani vile basket ambavyo anapiga hapa afu mpira anampigia weki, msimu uliopita alikuwa afanye hivyo. Maana jana kapata pasi nyingi sana. Watu tengeneza nafasi, wengine wafunge, mwenyewe anafunga. Kwa ambacho kinatokea hivi sasa kuna vitu vingi